Kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, lakini moja kati ya yale tuliyokuwa nayo ni Marekani inawataka washirika wake wa NATO wajitegemee. Waziri wa ulinzi wa Marekani ametangaza tathmini ya miezi 6 ya uwepo wa wanajeshi barani Ulaya, huku akishinikiza NATO kuongeza jukumu la ulinzi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ametangaza muda wa miezi 6 kutathmini uwepo wa majeshi ya Marekani barani Ulaya, huku akisisitiza kuwa mataifa ya Ulaya yanapaswa kuchukua jukumu kubwa zaidi la kujilinda. Amewashutumu washirika wa NATO kwa kushindwa kuisaidia nchi yake wakati wa vita dhidi ya Iran, pamoja na kuelekeza nguvu zaidi kwenye sera za kijamii badala ya ulinzi. Marekani sasa inaamua kuondoa msaada wake kwa nchi za NATO na inajikita zaidi katika kusaidia misaada ya kijamii katika taifa lake. Kauli hizo zimeongeza wasiwasi miongoni mwa washirika kuhusu mustakabali wa msaada wa kijeshi wa Marekani. Wakati huo NATO imeeleza kuwa silaha za nyuklia za Marekani zitaendelea kubakia Ulaya kama nguzo muhimu ya usalama. Katika kipindi cha vita kati ya Marekani na Iran, moja kati ya maeneo ambayo yamekuwa na msuguano mkubwa kati ya NATO na Marekani ni juu ya namna ambavyo nchi za NATO, ambayo ni muungano wa kijeshi inaunganisha mataifa mengi ya Ulaya Magharibi, Marekani, Kanada na Uturuki, yalikubaliana kusaidiana kiulinzi iwapo mojawapo watashambuliwa, lakini wakati huu nchi za NATO hazikutaka kutoa msaada wowote katika mapambano kati ya Marekani na Iran. Ni wakati ambapo Rais wa Marekani Donald Trump aliona kwamba washirika wake wa NATO hawakuwa na msaada wowote kwa ajili ya kusaidia mapambano dhidi ya Iran. Hili ni jambo ambalo lilimfanya Rais wa Marekani Donald Trump kufadhaika na kuona kwamba hakuna haja ya kuendelea na washirika hao wa NATO. Baadhi ya washirika kama vile Uingereza mwishoni kabisa walikuja kukubali kutumiwa kwa baadhi ya maeneo ya kambi zao za kijeshi. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo wachambuzi wa mambo wanalitaja na kwamba ni kwa nini nchi za NATO zilikataa kuisaidia Marekani katika mapambano katika vita dhidi ya Iran, wakisema kwamba ni kutokana na kauli za kibabe za Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mara kadhaa alikuwa akizitisha hata nchi hizo za NATO. Lakini wakati huu Marekani na Iran zimeshasaini mkataba wa kumaliza vita. Rais Donald Trump alisaini makubaliano na Iran ambayo ilitaka Jamhuri ya Kiislamu kupunguza kiwango cha akiba yake ya madini ya urani iliyorutubishwa, na mara nyingi alikuwa akieleza kwamba namna ambavyo yeye anapambana na Iran kwa ajili ya kuzisaidia nchi za Ulaya, lakini nchi hizo hazioni thamani juu ya mapambano yake katika Mashariki ya Kati, na kiangalia zaidi kipindi hiki ambacho nchi za Ulaya zinakosa mafuta kwa sababu ya kufungwa kwa lango la bahari la Hormuz. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.